Kulikuwa na kijiji kidogo kilichojulikana kwa jina la Mnyuzi, kilichopo milimani mwa mkoa wa Tanga. Kijiji hicho kilikuwa na mandhari ya kuvutia, vijito vya maji baridi vikikatiza mashamba ya miwa, nyimbo za ndege wa porini zikiburudisha asubuhi, na watu waliokuwa wakiishi kwa mshikamano. Lakini nyuma ya pazia la amani hiyo, kulifichika maumivu ya msichana mmoja aitwaye Zawadi. Zawadi alikuwa na umri wa miaka 14. Alijulikana kijijini kama binti mkarimu, mwerevu na mrembo aliyekuwa na ndoto ya kuwa mwalimu. Alihitimu darasa la 7 akiwa wa kwanza, lakini familia yao maskini ilishindwa kumpeleka sekondari. Alikaa nyumbani akiwasaidia wazazi shambani na kushona vikoi ili kujiingizia kipato. Mwaka mmoja nyuma, Zawadi alipata homa ya mara kwa mara. Wazazi wake wakampeleka hospitali ya wilaya. Alipopimwa, waligundua kuwa alikuwa na virusi vya ukimwi. Habari hizo ziliwavunja moyo wazazi wake. Walimpenda binti yao, lakini walihofia aibu kwa jamii. Walimwambia afiche hali hiyo, wasije wakazomewa. Lakini siri haikai milele. Siku moja, jirani yao ambaye ni nesi katika zahanati ndogo ya kijiji aliisikia habari hiyo kutoka kwa daktari wa wilaya. Akiwa hana utu, alianza kunong'oneza wake kwa waume, yule binti wa yule mzee mkulima ana ukimwi. Muda mfupi tu, kijiji kizima kilijaa minong'ono. Watoto walianza kumcheka. Wasichana walikataa kucheza naye. Wazee walimwona kama mkosi. Masharti yakaanza: asinywe maji kisimani pamoja na wengine, asikaribie mazao sokoni, asihudhurie sherehe yoyote. Wazazi wake walibaki kimya kwa hofu ya kuzidi kutengwa. Zawadi akaanza kujitenga. Siku zake nyingi alizitumia kando ya kijito, akichora majani au kuandika kwenye daftari lake dogo, kwa nini wananiogopa? Sikuomba kuwa hivi. Lakini katika kimya chake kulikuwa na nguvu isiyovunjika. Ndani ya maumivu, Zawadi alianza kujifunza zaidi kuhusu hali yake kupitia kijitabu alichopewa hospitalini. Alijua namna ya kuishi kwa afya, chakula anachopaswa kula na jinsi ya kuishi kwa matumaini. Na pale kijito kilipoingia msituni, alikutana na mtu wa pekee. Akiwa na mshangao, aligeuka taratibu. Alimkuta kijana mmoja mrefu, mwenye ngozi ya kahawia na macho ya huruma. Alivaa koti la kaki na kubeba begi dogo mgongoni. Jina langu ni Baraka, alisema kwa sauti ya taratibu. Mimi ni mwanafunzi wa uuguzi kutoka chuo cha Tanga. Nimeletwa hapa kwa mafunzo ya kijijini. Zawadi alitabasamu kidogo, lakini macho yake yalibeba maumivu mengi. Hawakuzungumza sana siku hiyo. Lakini kila siku iliyofuata, Baraka alirudi pale pale kijitoni. Walizungumza kuhusu vitabu, ndoto na maisha nje ya Mnyuzi. Baraka hakumuuliza kuhusu hali yake ya kiafya na wala hakumchukulia tofauti. Alimwona kama mtu kamili, mwenye hekima na uzuri wa ndani. Siku moja, walipokuwa wamekaa juu ya mwamba mkubwa unaotazama kijito, Zawadi alijikuta akitamka kwa hofu na aibu, Baraka, nina ukimwi. Baraka hakushtuka. Hakusogea nyuma. Alimwangalia machoni na kusema, Zawadi, wewe bado ni mwanadamu. Hali yako haiwezi kubadilisha thamani yako. Maneno hayo yalikuwa kama mvua ya matumaini katika ardhi kame. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, Zawadi alilia, lakini si kwa huzuni. Alilia kwa sababu mtu mmoja tu alikuwa ameona thamani yake halisi. Tangu siku hiyo, Zawadi alianza kubadilika. Alijifunza kwa Baraka kuhusu haki za watu wanaoishi na VVU, kuhusu lishe bora na tiba sahihi. Alijikubali. Aliandika barua ya wazi kwa mwenyekiti wa kijiji akiomba ruhusa ya kuzungumza hadharani. Ilikuwa hatari, lakini alitaka kupigania heshima yake. Siku ya mkutano wa kijiji, watu walikusanyika kwa udadisi. Walidhani Zawadi atafunga virago na kuomba msamaha au kuondoka kijijini. Lakini aliposimama, sauti yake ilikuwa thabiti, mimi ni Zawadi. Ninaishi na VVU. Siogopi tena. Nataka kuwa sauti ya wale waliotengwa, waliokataliwa, waliodhulumiwa kwa sababu ya hofu na kutojua. Mimi si laana. Mimi ni mwanadamu na bado nina ndoto.
Kimya kilitawala. Lakini ghafla, mama mmoja aliye na mtoto mgongoni alisimama na kupiga makofi. Wengine wakafuatilia. Kilio cha heshima kilimiminika taratibu. Ilikuwa mwanzo wa mabadiliko. Baada ya hotuba ya Zawadi, kijiji cha Mnyuzi kilibadilika polepole. Hakuwa tena yule msichana aliyetengwa na kunyooshewa vidole. Aligeuka kuwa kioo cha matumaini, hususan kwa vijana wa kike waliokuwa wakinyanyaswa kimya kimya au kuishi kwa hofu ya kutengwa. Siku chache baada ya mkutano ule, mwenyekiti wa kijiji alikutana na Baraka na kumpa pendekezo, tuna ardhi kidogo pale karibu na zahanati. Ikiwa wewe na Zawadi mnaweza, fungueni kituo cha maarifa kwa vijana. Kituo cha kuelimisha kuhusu afya, maisha salama na ndoto za baadaye. Wazo hilo lilimfurahisha Zawadi sana. Kwa msaada wa Baraka na wachache walioguswa na ujasiri wake, waligeuza kibanda cha zamani kilichokuwa kinatumiwa kama ghala la mazao na kukifanya kuwa kituo kidogo cha elimu walichokiita Tumaini Kipya. Kituo hicho kilianza na mabango ya elimu kuhusu ukimwi, mimba za utotoni na usawa wa kijinsia. Kila Jumamosi, Zawadi alifundisha wasichana wenzake kuhusu kujithamini, kusema hapana na kuelewa miili yao. Baraka, kwa upande wake, alifundisha vijana wa kiume kuhusu heshima kwa wanawake, matumizi sahihi ya kinga na umuhimu wa vipimo vya afya. Pamoja, walibadili fikra zilizokuwa zimejengeka kwa vizazi. Wazee wa kijiji walishangazwa na jinsi kizazi kipya kilivyokuwa kinapata mwamko wa maarifa na kuishi kwa mshikamano. Mwaka mmoja baadaye, Zawadi alipokea barua. Ilikuwa kutoka chuo kimoja cha ualimu huko Morogoro. Kwa msaada wa mchango kutoka kwa jamii na taasisi moja ya afya iliyoona kazi yake, alikuwa amepata ufadhili wa masomo. Alichokuwa ameota kwa miaka mingi sasa kilikuwa kinatimia. Wakati wa kuaga, watu wote wa kijiji walimzunguka kituoni kwa sherehe ndogo ya kumuaga. Hata wale waliowahi kumtenga walikuja na macho ya majuto. Mwenyekiti alimshika mkono na kusema kwa sauti ya kujawa na hisia, Zawadi, ulitufundisha sisi sote maana ya ujasiri, upendo na kusamehe. Umeacha nuru Mnyuzi. Baraka alimsindikiza hadi stendi ya mabasi. Walikumbatiana kwa muda mrefu. Nitakurudia, Zawadi alisema, lakini nikiwa mwalimu, na nikiwa bado mimi, Zawadi aliyejifunza kuwa maisha hayasimami kwa sababu ya maumivu, bali yanaanza tena kupitia matumaini. Na basi lilipoondoka, milima ya Mnyuzi ikitazama kwa utulivu, moyo wa kijiji kilichowahi kuwa cha hofu, sasa ulikuwa umejaa tumaini jipya. Hapa ndo mwisho wa simulizi hii. Usisahau kusubscribe katika channel yetu mpya ya Simulizi Family.